Katika historia ya siasa za Afrika, mapinduzi ya kijeshi mara nyingi yamechukuliwa kama njia haramu, hatari na isiyo ya uhalali wa kisiasa. Kuingia madarakani kwa kutumia nguvu za kijeshi kumehusishwa na umwagaji damu, uharibifu wa mali, utekaji wa haki za binadamu na kusababisha mateso kwa raia wa kawaida. Lakini kuibuka kwa Kapteni Ibrahim Traore wa Burkina Faso kunachochea mjadala mpya kuhusu uhalali, umuhimu na hatma ya mapinduzi ya kijeshi, hasa pale yanapotokea kama njia ya kupinga ukandamizaji, ufisadi na utawala wa mabavu unaojificha katika mwavuli wa demokrasia. Tofauti na wanasiasa waliokita mizizi kwenye mifumo ya kidemokrasia lakini wakatumbukia kwenye matumizi mabaya ya madaraka, baadhi ya wanajeshi kama Traore wameibuka kama viongozi wa mabadiliko wanaojitambulisha kwa uzalendo, uthubutu na kujali maslahi ya wananchi. Mjadala uliopo sasa, je, kiongozi huyu kijana Traore anabadilisha dhana ya mapinduzi kwa ujumla? Mapinduzi ya kijeshi yamekuwa sehemu ya historia ya Afrika tangu mataifa mengi yalipopata uhuru. Moja ya mapinduzi maarufu ya kiitikadi ni lile la mwaka 1983 lililoongozwa na Thomas Sankara nchini Burkina Faso, ambaye alijulikana kwa ajenda zake za kupinga ukoloni mamboleo na kupigania maendeleo ya ndani na kutumia rasilimali za taifa. Lakini si Burkina Faso peke yake. Katika taifa la Ghana, Kanali Ignatius Acheampong aliongoza mapinduzi mwaka 1972. Nigeria imepitia mapinduzi kadhaa miaka ya 1960, yakiwemo yale ya Yakubu Gowon ya mwaka 1966 na Sani Abacha ya mwaka 1993. Uganda ilishuhudia mapinduzi yaliyomweka madarakani Idi Amin mwaka 1971. Nchini Ethiopia, Deng ilipindua utawala wa kifalme wa mwaka 1974 hadi leo. Sudan, Guinea, Mali na Niger zimetumbukia kwenye mapinduzi yaliyoongozwa na jeshi. Hii ni historia imejenga taswira hasa ya mapinduzi yakionekana kama kichocheo cha udikteta, vurugu na migogoro ya kisiasa. Hata hivyo, historia hii pia inaonyesha jinsi mapinduzi yalivyotumika kama njia ya kuondoa utawala kandamizi katika mazingira ambako demokrasia ilishindwa kuleta haki na maendeleo ya wananchi ambayo walikuwa wakiyataraji. Hakuna anayeweza kupuuza madhara ya mapinduzi ya kijeshi. Kwa kawaida huambatanisha na mapigano, vifo, mateso ya raia, uharibifu wa miundombinu na uchumi kudorora. Viongozi wa mapinduzi mara nyingi hujenga utawala wa kiimla, wakifuata katiba, kuvunja bunge na kudhibiti vyombo vya habari na vyama vya siasa. Kwa mfano, Sudani ilikumbwa na vurugu kubwa baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2019 yaliyomuondoa Omar al-Bashir. Baadaye, mvutano baina ya jeshi na raia uliibua mapigano ya silaha mwaka 2023 yaliyosababisha maelfu ya vifo na mamilioni kukimbia makazi yao. Guinea ilipitia ghasia baada ya mapinduzi ya mwaka 2021, huku Mali ikipitia matatizo makubwa ya kiusalama na kiuchumi tangu mapinduzi ya mwaka 2020. Zaidi ya hayo, mapinduzi huleta hofu ya kutoaminika kwa serikali, hali ambayo huathiri uwekezaji wa nje, misaada ya kimataifa na ushirikiano wa kikanda. Taasisi kama EU na ECOWAS mara nyingi huweka vikwazo kwa mataifa yanayopinduliwa kijeshi, jambo linaloathiri maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Ibrahim Traore alichukua madaraka mnamo Septemba mwaka 2022 akimng'oa Paul Henri Damiba kwa kile alichokitaja kuwa kutoweka kipaumbele kwa maslahi ya taifa na kupuuza vita dhidi ya ugaidi. Tangu wakati huo ameibuka kama kiongozi anayependwa sana, si tu na watu wa Burkina Faso bali pia wa mataifa mengine ya Afrika waliokata tamaa na viongozi wa kidemokrasia wanaotumia uhuru kama kichaka cha kujineemesha. Kwa muda mfupi, Traore ameanzisha sera za kiuchumi za kujitegemea, kuimarisha vita dhidi ya ugaidi kwa msaada wa kijamii na kuhamasisha uzalendo miongoni mwa vijana. Moja ya nukuu yake maarufu inayosambaa mitandaoni ni kwamba
Hatuwezi kuwa huru ikiwa tumevaa suti za wakoloni, kutumia lugha zao na hata kuendesha siasa kwa mifumo yao. Katika hotuba yake ya Novemba mwaka 2023 alisema Afrika haiwezi kuwa huru mpaka Waafrika waache kuwa na uoga mbele ya mataifa ya Magharibi. Anaonekana kama ni kiongozi anayepinga kwa dhati ukoloni mamboleo. Uamuzi wake wa kuvunja ushirikiano wa jeshi na Ufaransa, kufunga baadhi ya vituo vya kijeshi vya kigeni na kuanzisha ushirikiano mpya na nchi kama Mali na Niger kupitia muungano wa AEC, Alliance des Etats du Sahel, umemwongezea umaarufu. Alipoelekezewa tuhuma na Africom wiki iliyopita za kutumia mamlaka vibaya badala ya lawama, Afrika nzima ililipuka kwa kumpa uungwaji mkono wa kipekee. Maandamano makubwa yalifanyika Ouagadougou pamoja na miji mingine kama Accra, Ghana, Brussels, Ubelgiji, New York, Marekani, Nairobi, Kenya na Bamako, Mali. Mitandaoni, kiongozi wa Africom Jenerali Michael Langley alikumbwa na wimbi la ukosoaji mkubwa, huku hashtag kama Hands Off Traore na Africa for Africans zikisambaa kwa kasi. Wachambuzi wa siasa kama Dr. Kemi Adeoye wa chuo kikuu cha Cape Town amesema Traore anaonekana kama jibu la kisasa kwa Lumumba na Sankara. Kizazi kipya kimeona kiongozi anayesema ukweli hadharani na hadhaniwi. Alikuwa akizungumza kupitia mahojiano na BBC ambapo ilikuwa ni katika ule mwezi wa Machi mwaka 2024. Bwana, hii ni Mbayu TV. Ni kusihi kama bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Jina ni David Edward. Uwe na siku njema.